Andika somo letu, nguvu iliyomo ndani ya kitu cha kwanza au mzaliwa wa kwanza. Utanisikiliza kwa makini kwa sababu kuna vitu vingi nitaviweka ndani. Nguvu iliyomo ndani ya kitu cha kwanza au mzaliwa wa kwanza. Sasa sijajua kama umeshafunuliwa na Mungu zaidi kwa habari ya kitu cha kwanza, na ninatamani sana wewe ambaye ni Mkristo wa kiroho, ni vyema sana uweze kupata neema kubwa na Mungu ya kufunuliwa kwa ajili ya kitu cha kwanza. Kagua, angalia kitu chochote ambacho kinakuja mbele yako ni kitu cha aina gani. Utakapochunguza na kuangalia, mtu huyu ni nani kwangu na kitu hichi ni kitu kipi kwangu, nimegundua ya kwamba duniani, katika vitu ambavyo tunatakiwa kuwa na kumbukumbu navyo, katika vitu ambavyo tunatakiwa tusivisahau, ni vitu vya kwanza kwenye maisha yetu. Tumejaribu kukosa hekima hiyo ya kushinda kufuatilia na kuelewa zaidi vitu vya kwanza ambavyo Mungu amevileta kwetu, ambavyo Mungu ameviweka kwenye mikono yetu. Hatukuweza kuvishikilia na kuviweka na kuvijua zaidi, na hatukuelewa nguvu iliyomo ndani ya hivyo vitu. Nimekuja kugundua tunapigwa na tunashindwa kujinasua katika mapigo, ni kwa sababu tu ya kushindwa kuelewa kitu cha kwanza kwenye maisha yetu kilikuwa ni kitu cha aina gani, na tulikibebaje na tulishikishikaje. Yaani nimefanya utafiti sana ya kiroho. Nimegundua vitu ambavyo vinatutesa ama vinatuumiza ama vinatubariki huwa ni vitu vya kwanza, ijapokuwa hatuviweki ndani ya moyo wetu sana. Mfano, nikagundua zaidi, hata kama unapoishi na mme, lazima ujue, ufahamu mme wako ni wangapi kwao. Kama mme wako ni wa kwanza kwao, kuna namna ya kujua jinsi ya kuishi na huyo mwanaume. Mnisikilize kwa makini sana. Kuna namna ya kujua namna ya kuishi na huyo mwanaume, na jinsi ambavyo Mungu anavyotumia vitu vya kwanza, na jinsi ambavyo shetani pia anavyotumia vitu vya kwanza. Unapopata kuishi mfano na mke wako, lazima umtambue mkeo ni wangapi kwao. Kama ni wa kwanza kwao, lazima uelewe zaidi, ni kuna namna ambavyo Mungu hutumia sana vitu vya kwanza, na kuna namna ambavyo adui pia hutumia vitu vya kwanza. Kwa hiyo katika hiyo nimeangalia, nikaja nikaona kwamba kuna jinsi tulikuwa tuangalii sana hivi vitu, atuvitafuti, atukagui na tuangalii, na ambayo ikawa ni shida kidogo ambazo zitupata na tukashindwa namna kutatua hizo shida, kwa sababu tu ya kutokuelewa, ya kutokujua tunaishi na vitu vya aina gani kwenye maisha yetu. Sema amen. Nikaja nikaangalia pia, kukagua miezi ya kwanza, si tu Januari. Nikaona mtu anaweza kuwa na miezi ya kwanza hata 3, 4, hata 5, ambayo ni mwezi wake wa kwanza kuanza jambo fulani. Lazima ukague na uangalie pia. Yaani
kanisa hili nimelianza mwezi wa ngapi? Ule mwezi ambao nimeanza kanisa ndani ya mwaka ule, kama nijue ni mwezi wa kwanza kwangu kuanza ili kanisa. Je, nilichukuliaje, nilifanyaje? Ule mwezi na ile tarehe ninaibebaje inapofika? Nimekaa nimeangalia sana. Kama ulianza biashara, lazima uangalie mwezi wa kwanza ambao ulianza nao biashara yako. Nimekaa pia nikatafakari, nikaangalia pia kama ulijenga nyumba, tusiangalie tu pia nyumba ya kwanza, tuangalie ule mwezi wa kwanza ambao ulianza kujenga. Sijui na mtu ananipata vizuri hapa. Angalia pia ule mwezi wa kwanza ambao ulianza kuijenga hiyo nyumba. Hiyo inabeba kitu chako cha kwanza ambacho kina sababu kubwa ya Mungu pamoja na maadui ama mashetani. Mwezi wa kwanza ambao umeanza nyumba, mwezi wa kwanza ambao umeanza hata uchumba. Unajua kuna watu fulani ukisikia wanaongea, wanatoa kumbukumbu mpaka za mwezi na tarehe. Nilikuwa sielewi sana hivi vitu. Mnamo mwezi fulani, tarehe fulani, ndo nilianza masomo. Na mnamo mwezi fulani, tarehe fulani, ndo nilimaliza masomo. Mnamo tarehe fulani, mwezi fulani, ndo nimeanza uchumba na huyu mwanamke. Yaani kuna watu wanajua tarehe na miezi ambao wameanza vitu fulani kwenye maisha yao. Kwa kweli mimi nilikuwa kama sielewi sana hivyo vitu, lakini nimegundua kumbe ndio vitu ambavyo vimetutesa kwenye maisha yetu. Sema amen. Kitu cha kwanza nimegundua kina vitu vikuu viwili ndani yake. Namba moja, kitu cha kwanza ni nguvu ya mtu. Kitu cha kwanza ni nguvu ya mtu. Nguvu ya mtu iko ndani ya kitu chake cha kwanza. Kipimo cha nguvu ya mtu utakipima kwa lile jambo lake la kwanza ambalo ameanza kutenda kitu, ameanza kufanya kitu. Inapima. Kama sisi wa mwilini hatufanyi hivyo, viumbe vya rohoni ndivyo vinavyopima uwezo wa mtu, ndivyo vinavyopima nguvu iliyomo ndani ya mtu kwa kile kitu chake cha kwanza ambacho ameanza kutenda, kwa kile kitu chake cha kwanza ambacho ameanza kufanya. Kazi yako ya kwanza inapima nguvu yako ikoje. Nyumba yako ya kwanza kujenga inapima uwezo wa nguvu zako zikoje. Inapima. Wewe usipogundua, wewe usipoelewa na kujua, watu wa rohoni, mapepo, Mungu wanamtafsiri mtu kumpima kulingana na kile cha kwanza ambacho amekianza. Wanamjua mtu ana uwezo gani, mtu ana nguvu gani. Haleluya. Inapima nguvu iliyopo ndani ya mtu. Unajua mfano mdada, nimetoa mfano mbinti ama mdada ambaye ameingia kwenye ndoa, alafu akazaa mtoto wake wa kwanza. Ni kipimo cha kumpima uwezo wa binti kulea. Maana mimba ya kwanza ni tofauti na mimba ya pili, ni tofauti na mimba ya tatu. Mimba ya kwanza kuna namna ajawa mzoefu sana na ile mimba. Akija akapata mtoto, kuna jinsi pia ajawa mzoefu hata kulea mtoto. Mtoto anapolia usiku, mabinti wengine na wao wanalia. Kuna jinsi ambavyo yani haiko sawa, kwa sababu tu ndio kipimo chake cha kujua uwezo wa huyu mtu anaweza kulea ama hawezi kulea. Ni kulingana tu na ile kipimo cha kwanza kinampima, kinakupa uzoefu, kinakupa uwezo, kinapima hali yako ikoje katika
katika hali ya kimwili na katika hali ya kiroho. Sasa unapokuwa unaanza jambo lolote lile la kwanza, linakuwa linapima uwezo wako, linapima maarifa yako, linakupima ukoje, na kuna vitu ambavyo unakuwa uvijui kabisa, uvifahamu. Mashetani yanakuangalia, Mungu pia anakuangalia. Huyu mtu ameanza hichi kitu, amekifaulisha hichi kitu, ana neema gani, ana uwezo gani? Kitu cha kwanza kinapima nguvu ya mtu. Sema amen. Fungua Mwanzo ni sura ya 49. Mwanzo ni sura ya 49. Mwanzo ni sura ya 49 na ule mstari wa 3. Biblia imeandikwa, Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu. You are my power. Rubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza ambaye ni nguvu zangu. Yakobo anamuita Rubeni. Yakobo anamuita mwanae Rubeni, anamwambia wewe ndiye nguvu zangu, kwa maana wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Tunaposema kitu cha kwanza kwa lugha ya kibiblia inaitwa limbuko. Kitu cha kwanza ama mzaliwa wa kwanza kwa lugha ya kibiblia, hicho kinaitwa limbuko. Anamwambia Rubeni, wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza, you are my power. Wewe ni nguvu yangu. Ni kama unaenda kwenye nyumba yako ya kwanza uliojenga, unaisemesha ile nyumba, wewe ni nguvu zangu. Na ndio maana mjenzi yoyote akiwa bado ndio nyumba yake ya kwanza, kuna vitu vingine havijui. Mafundi wanaweza kukuibia kiurahisi. Wakikwambia mambo ya wiring yana ujuu ya uelewe, maana ndio nyumba yako ya kwanza kujenga. Ni tofauti ukianza kujenga nyumba ya pili, kuna jinsi unakuwa umejua na umepata ufahamu. Vitu vya rohoni ni vitu ambavyo vinachunguza sana kitu cha kwanza katika maisha ya mtu. Kitu chake cha kwanza ni kipi? Na ndio maana asilimia ya watu wengi wanapoanza jambo fulani, wengine wanaishia njiani. Jambo la kwanza kwa watu wengine huwa aliendelea, linaishia njiani, maana ile ndio uwezo wa nguvu zake. Kama alikuwa design kwa namna hii, kadiri anavyoendelea analipunguza, analiweka namna nyingine, pima uwezo wa nguvu zake. Maana maarifa na ufahamu wote hajaujua, anaanza kupima uwezo wake ukoje pale. Ukijua namna ya kutumia kitu chako cha kwanza vizuri, unaweza ukapata ushindi kwa kila adui anayekuja mbele yako. Narudia neno hili. Ukijua kutumia kitu chako cha kwanza, ni rahisi kupata ushindi mbele ya adui zako. Namba 2, kitu cha kwanza ni nini? Kitu cha kwanza ni lango la maisha ya mtu. Kitu cha kwanza ni lango ya maisha ya mtu. Kitu chochote cha kwanza ni lango la maisha ya mtu. Na kama unavyojua, maisha yetu yote yanahitaji mlango. Kufanikiwa kwetu kunahitaji mlango.
Kutoka kwenye magumu tulionayo inahitaji mlango. Kutoka kwenye jaribu katika maisha inahitaji mlango. Mungu kutupeleka kwenye ndoto zetu tunahitaji mlango. Kufika pale ambako Mungu amekusudia tunahitaji mlango. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ama kitu cha kwanza kama limbuko kiroho tunaona ni nguvu zetu. Namba 2 ni lango la maisha yetu. Na hauwezi ukapita mahali pasipo mlango. Adui yako anatafuta mlango wa kukuangamiza, na Mungu pia anatafuta mlango wa kukubariki. Mungu akikosa mlango atakayopita ili akubariki, ni ngumu sana haja ya kubariki. Shetani pia akikosa mlango wa kuingia ili akushambulie, ni ngumu sana ili haja ya kushambulie. Kwa hiyo vitu vyote vya kiroho vinatafuta mlango. Ni mlango upi ambao watapenya ili kuleta baraka ama ili kuleta vita kwenye maisha yako? Akipata mlango ataingia, akikosa mlango hataingia. Kwa hiyo tunaona kwa lugha nyepesi, limbuko ama vitu kwanza ama limbuko ni vitu ambavyo ni vya kiroho. Ina maana kitu cha kwanza huwa ni kitu cha kiroho. Kitu cha kwanza kinatumiwa sana na vitu vya kiroho. Ina maana limbuko ni kitu cha kiroho. Vitu vya kwanza au mzaliwa wako wa kwanza ni mtu ama ni vitu ambavyo vinatumiwa na vitu vya kiroho. Mungu akija nyumbani kwako atatumia lango lako la mzaliwa wa kwanza ili aingie. Na ndio maana sasa tunatakiwa tuwe watu wenye ufahamu, tuwe watu wa kuelewa ya kwamba ni vitu gani ambavyo ni vya kwanza kwenye maisha yangu, ambavyo vinatumika kama nguvu yangu, vinatumika kama mlango wa Mungu kuingia kunibariki, shetani kuingia kunishambulia. Hebu tukitusambaria, anza kuelewa ni vitu gani mwezi wako. Na ndio maana jifunze hivi, usipoelewa hili, kuna miezi ambayo ikifika kwenye maisha yako utaumwa sana. Majaribu ni mengi yatakufuata, magumu ni mengi yatatokea. Ndani ya ule mwezi utatembea kwenye hali ya kusuasua sana. Hautaelewa, utajua katika ulimwengu wa kiroho kuna kitu cha kwanza kilianza ndani ya ule mwezi. Wewe haukujua namna kuitumia. Adui ameitumia ule mlango wa ule mwezi ili kuingia kushambulia maisha yako. Naongea na watu hapa. Hebu piga makofi katika pamoja. Makofi hajanibariki, ongeza makofi zaidi. Ningesikia makofi yenye nguvu, sema kubwa. Hii ni vitu vingi ambavyo vinatushinda kuelewa. Unashangaa, mimi ikifika mwezi wa 9 tu kuna namna ambavyo napata shida ya uchumi. Ikifika mwezi wa 9 kuna vita vinanipata sana. Yaani mimi mwezi wa 9 kwangu ni mbaya. Ni mwezi wa lango. Haleluya. Ni mwezi wa lango lako, ambayo vitu vya rohoni vinatunza kumbukumbu ya kujua huu mwezi huyu mtu ndo mwezi alianzaga biashara. Huu mwezi huyu mtu ndo mwezi alianzaga kazi. Huu mwezi huyu mtu ndo mwezi alianza kupata vitu fulani. Huu mwezi huyu mtu ndo mwezi alianza kitu fulani, huduma. Kwa hiyo akujua namna kutumia mzaliwa wake wa kwanza huu mwezi, maadui wamekamata pale. Imekuwa ni mwezi wako wa wao kupitisha magumu na majaribu. Unaweza ukafanya vyema Januari, ukaenda vizuri mwezi wa 2, wa 3, wa 4 ukachuma. Ikifika ule mwezi wa lango lako la mwezi wa 9, uliyachuma mwezi wa kwanza yanapotelea ndani ya mwezi wa 9. Ningesikia watu wa kiroho hapo wakisema yeye kubwa. Ningesikia watu wa kiroho
wakisema amen kubwa. Hebu inua mikono yako miwili juu, fumba macho yako nikusikilize tu. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa ufunuo huu. Chochote kile cha kwanza kwenye maisha yangu, niwe nimekijua ama sikijui, ama kimetumika kama mlango wa adui wa shetani kunipitishia mabaya, sema leo nafunga hilo lango. Sema nafunga hilo lango. Sema nalifunga leo kwa jina la Yesu. Naomba unisikilize. Amen. Tuko pamoja tu Mungu. Tuko pamoja kabisa. Ndio maana leo tutakuwa na maombi ya kufunga lango nyingi sana. Na nitashukuru kama wewe utakuwa unajua ulianza ambao ulianza vitu fulani. Sasa hii ni namna ambavyo watu wengi tunashindwa kufahamu na kuelewa. Unashangaa umepambana vizuri sana mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, na kuna hela ambayo umepata, ukafaulu, ukanunua hadi kiwanja, ukafaulu, ukanunua vitu ndani TV, ukafaulu, ukanunua vitu tu vizuri sana. Ikifika ule mwezi ambao shetani aliutumia ili kuleta magumu kwako, unashangaa ule mwezi unaweza ukauza vitu kwa ukashangaa vile ambao umevinunua, shetani akawa mkorofi sana ndani ya ule mwezi, akakuletea majaribu ambayo yatoki, akakuletea jaribu kuanzia ule mwezi kama ni wa 10, ukapitia jaribu sana. Nisikilizeni niwaambieni kitu fulani. Sema amen. Kuna mwezi fulani, nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 9 kama sikosei, wa 8 kwenda wa 9. Ni mwezi nilipata changamoto sana ya afya, miaka ya nyuma sana. Ile miezi nilipambana sana tena sana. Ilikuwa nimefunga siku 40. Ilikuwa ni Januari ambayo nikafunga 40 nikamaliza. Kiubaya nilichokuwa nafanya, nikifunga nikiomba sana, nikimaliza maombi nasikia kiu ya kitu cha baridi sana. Usije ukafanya hivyo tukiwa kwenye maombi haya, usio unafungulia kitu cha baridi. Sasa mimi naagiza Sprite ya baridi na kunywa, ndio nafungulia. Moja initoshe, naagiza hata nyingine ndio na kunywa. Hapo nasikia kutulia. Kila siku nikawa nafanya hivyo. Kumbuka unafunga uli chochote, hata maji haunywi. Ikifika na jioni unataka kufungua, wewe unakunywa hizo Sprite za baridi sana. Nikawa natengeneza acid mwili tumboni. Ilipoenda mwezi wa 8 huko kuendelea, ile hali ilibadilika sana, tumbo lilibadilika sana, likawa la moto, asidi nyingi tumboni. Ile miezi nilipambana sana na hali ya afya, nilipambana sana mpaka mwezi wa 9 huko. Nilipotoka kwenye ile hali, ilikuwa ikifika mwaka kesho ile miezi nasikia zile dalili tena. Yaani ikifika tu miezi nasikia ile dalili tena zinaanza. Nitaendelea, nitatoka, ikienda mwaka kesho, ikifika ile miezi nasikia tena ile dalili tena, mpaka nilipojua nikafunga ile roho. Ndio maana ujifunze kujua mwezi wowote ambao kuna kitu kilianza kwenye maisha yako ukatoka, funga ile miezi.
Shetani huitumia vibaya kama lango ili kukutesa. Sema amen. Usipoifunga utashangaa itakusumbua mno, na itakusumbua kweli kweli. Lazima tuishinde miezi kwa jina la Yesu. Hebu naomba ufungue Mwanzo. Hebu fungua Mwanzo. Mwanzo ile sura. Mwanzo ile sura ya 13. Mwanzo ile sura ya 13. Mwanzo ile sura ya 13. Mwanzo sura 13 na ule mstari wa 3. Biblia imeandikwa Mwanzo 13 ule mstari wa 3. Biblia imeandikwa, akaenda kusafiri kutoka kusini mpaka Beseli, mahali pale palipokuwa hema yake ya kwanza, kati ya Beseli na Ai. Akaendelea kusafiri, akatoka kusini mpaka Beseli, mahali pale palipokuwepo hema yake ya kwanza, kati ya Beseli na Ai. Na hapo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza. Ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akalitia jina la Bwana hapo. Ni mahali gani? Beseli, ambako Abrahamu aliposafiri, ndiko mahali alipofanya madhabahu ya kwanza, akamwitia Mungu hapo Beseli. Madhabahu ya kwanza Ibrahimu aliyeifanya, aliyeitengeneza, akamuita Mungu hapo Beseli, ambayo ni madhabahu ya kwanza ambayo Ibrahimu aliyoitengeneza. Baada ya hapo, huyu Mungu wa Beseli ndio Mungu aliyetembea na Abrahamu. Huyu Mungu wa Beseli ndio Mungu aliyetembea na Yakobo, kwa sababu ndiko mahali ambako Abrahamu alikojenga madhabahu na akamuita Mungu pale, mji wa Beseli, ambayo ndiyo madhabahu yake ya kwanza. Yakobo alipotembea, amen, sema amen. Vitu rohoni vipi? Mbona adui anataka kuingilia maiki, anataka kunitoa kwenye network Sema amen. Yakobo aliposafiri kwenye maisha yake, kilichomsaidia Yakobo ni Mungu wa Beseli, ambaye ndiye Mungu ambaye baba yake alipotengeneza madhabahu ya kwanza na akamwita Mungu pale kwenye madhabahu ya Beseli. Kuna nguvu kubwa katika kitu cha kwanza kwenye maisha yako. Lazima ukielewa katika hali ya kiroho, kuna nguvu kubwa inaweza kukufuata kwa kitu cha kwanza ambacho umekiweka kwenye maisha yako. Na ndio maana sisi wote hapa, asilimia watu wengi, tulipozaliwa tulikuwa na dini za asili. Kuna watu walikuwa ni Waislamu, kuna watu walikuwa ni Roman Catholic, na kuna wengine walikuwa ni Waislamu kabisa. Na Roman Catholic ina desturi, kuna vitu inakemea na kuna vitu haikemei. Waislamu pia kuna jinsi ambavyo inafanya na vingine haifanyi, amba asili ya baba zetu,
Madhabahu ya kwanza kuabudu na tukapelekwa pale, inategemea na dini ya baba yako ilikuwa ni dini gani. Dini ya mama yako ilikuwa ni dini gani, ambayo ni madhabahu ya kwanza ni kupeleka pale. Na ndio maana unaweza kashangaa, kuna jinsi ukilala kwenye ndoto unaota kabisa. Kuna wengine unajua wanaota wako Romani kabisa hapa. Hebu sema amen. Kuna mashauri hapa. Mbona mseme? Mbona umekaa kimya? Mimi kuna mwanangu mmoja ananifuata kama mimi naota tunaimba nyimbo akitupo kwenye kanisa la Roman. Je, alishawahi kudisconnect lile lango la kwanza na kujiconnect na lango jipya la madhabahu mpya ambaye Mungu amempa? Hivi vitu ni vitu vya kiroho sana ambavyo vimejificha. Hauwezi ukaelewa, lakini vinafanya kazi kwenye maisha yetu mpaka leo. Siri kubwa ya Mungu, anaangalia kitu cha kwanza, ulisimamaje, ulikaaje, ulitokaje, ulikuwaje katika kitu cha kwanza ambacho umesimama. Hebu fungua Mwanzo 25. Mwanzo hiyo 25. Mwanzo 25 uone nguvu ya Mungu inatutembea hapa. Mwanzo 25. Fungua Mwanzo 25. Mwanzo 25 na ule mstari wa 31. Fungua Mwanzo 25 mstari wa 31. Hebu tuanze mstari wa 30. Biblia imeandikwa hivi: Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula cha chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Mstari wa 31 Biblia imeandikwa, Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Hebu fungua 31 kila moja kwa sauti. Hebu tusome 1 2 3. Tusome kwa sauti 1 2 3. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. 32. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? 33. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Mstari wa 34. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengo, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaizarau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Hebu mpige Yesu makofi hapo. Mpige Yesu makofi tena ya nguvu. Yakobo alikuwa na ufunuo ya kiroho. Alijua ili nipate lango la baraka, ili Mungu apitie kwangu. Maana kanuni ya asili ya watu wa zamani, mzaliwa wa kwanza ndio tiketi ya kila kitu. Haleluya. Mzaliwa wa kwanza ni tiketi ya kila kitu. Nyumbani kwenu hauwezi ukatolewa mahali wewe mtoto eti nimechumbia mama naomba mnioe. Hapana. Kama dada yako ama kaka yako hajaoa, hauwezi ukatolewa mahali mpaka mzaliwa wa kwanza atolewe mahali. Akishatolewa mahali mzaliwa wa kwanza, hapo ndipo anafuata wadogo zake waoe. Pasipo yeye hamna. Na hata kuolewa mpaka mzaliwa wa kwanza aolewe ndio wengine wafate. Yakobo jua mzaliwa wa kwanza ni sababu kubwa. Hata baba mzazi akitaka kubariki, anabariki mzaliwa wa kwanza. Hebu mnielewe, nataka mtu anielewe leo. Mtu anielewe vizuri hapa. Sema amen. Sema amen. Hebu mgeukie jirani yako muulize, wewe ni wangapi?
Wewe ni wangapi kwa mamako? Wewe ni wangapi kwa baba yako? Anakuambiaje? Yeye ni wa kwanza. Nisikilize vizuri hapa. Nisikilize vizuri. Asili ya Mwafrika au asili ya dunia, mzaliwa wa kwanza ni jicho la kipekee sana katika nyumba. Mzaliwa wa kwanza ni jicho la kipekee sana katika familia. Mzaliwa wa kwanza kuna vitu anatakia vianze yeye, alafu ndipo wadogo zake wafate. Mzaliwa wa kwanza asipoanza hivi vitu ni sio rahisi sana wadogo wafate. Mzaliwa wa kwanza ndio anatakiwa yani afungue lango la nyumba, afungue lango. Mzaliwa wa kwanza sisi kwetu, mzaliwa wa kwanza tunamuita kama baba. Kama baba. Yani katika utani kaka yangu mimi sio shemeji wa mke wangu. Shemeji wa mke wangu, kakangu wa kwanza hazi kumuita shemeji. Shemeji wa mke wangu ni mdogo wangu mimi. Sio, mnanielewa? Lakini kaka wa kwanza yule ni baba yake kabisa, yule baba mkubwa wake yule sio shemeji yake. Mzaliwa wa kwanza ana purity kubwa sana katika malango ya nyumba. Na ndio Mungu anatumia mzaliwa wa kwanza. Hata mzazi wako akitaka kuacha neema yoyote lazima aitumie kwa mzaliwa wa kwanza. Akitaka aache baraka yoyote lazima aite mwanao wa kwanza. Na ndio maana kwa asilimia ya wazazi wengi jicho lao ni kwa mzaliwa wake wa kwanza. Sasa mnisikilize vizuri hapa. Haleluya. Yakobo alielewa haya, na Yakobo alikuwa na maono ya kuendelea. Yakobo alikuwa na maono ya kwenda mbele. Akajua mzaliwa wa kwanza kwangu mimi ni kaka yangu Esau. Kuna vitu baba yangu hawezi kaongea na mimi, ataongea na mzaliwa wa kwanza. Kuna vitu baba yangu hawezi akatenda, ataongea na kaka yangu. Yakobo kaka yake alivyokuja na akaomba dengu chakula ale, Yakobo akajua hapa anachotakiwa mimi ni muombe aniuzie, sio amuuzie uzaliwa wa kwanza. Hili haki yake, haki ya uzaliwa wa kwanza aliapia kuniuzia. Akubadilika kwa mzaliwa wa kwanza, lakini haki ilibadilika. Nibadilishia haki, sio haki yako tena katika ulimwengu wa kiroho, wewe kuitwa mzaliwa wa kwanza na kupokea baraka za mzaliwa wa kwanza. Watu wa Mungu, hapa kanisani tuna wazaliwa wa kwanza, na wako wengi ambao wamepoteza haki zao za wazaliwa wa kwanza. Wengine waliokuja wakapata haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza na baraka zile za mzaliwa wa kwanza wakazipokea. Nitaomba leo nielewe vizuri. Kuna watu wengi huwa hawaelewi hichi kitu, kama mzaliwa wa kwanza na baraka gani amefika. Ukifika mahali popote lazima ujielewe kama mzaliwa wako wa kwanza. Mimi ni nani hapa? Nilitoa mfano Alhamisi hivi. Nilipoanza huduma hii nilianza na lango la watu 4. Sana walikuwa wawili, mke wangu Veronica, Benita, Tasiana. Nafikiri ndo tulianza na kijana mmoja ambaye asijue kwa wapi, anaitwa Musa. Ndo tulianza kanisa chini ya mti wa mwembe. Ina maana malimbuko na wazaliwa wa kwanza ni hao watu ambao shetani anawajua vizuri kama lango na Mungu anawajua vizuri kama lango. Na maana limbuko hao. Tulipoenda kihuduma zaidi tukaendelea, alikuja Pastor Neema. Alipokuja Pastor Neema namna alivyokuja na jinsi alivyoingia, kwa neema ya Mungu akapata haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Nafasi kipindi cha nyuma, Tasiana ndo alikuwa kama anaonekana ambaye ana uwezo kidogo. Msikize vizuri. Ana uwezo kidogo. Kwa kushindwa kujua haki yako ya mzaliwa wa kwanza ni ipi,
huwa inahamishwaga, inaenda kwa mtu mwingine, inahamishwaga, inaenda mahali pengine. Alipokuja huyu, Mungu akahamisha uzaliwa wa kwanza ukaenda kwa Pastor Nehema. Katika uongozi wa kitaifa wizarani, huyu anafahamika kama askofu msaidizi. Kutoka askofu mkuu mimi, askofu msaidizi ni huyo hapa. Haki ya mzaliwa wa kwanza ikamwangukia kwa jinsi ambavyo alivyotenda na kuishi. Unapofika mahali popote, jitahidi kusimama kutenda yaliyo sahihi ili upate sehemu ya haki ya uzaliwa wa kwanza. Kuna baraka ndani ya uzaliwa wa kwanza, kuna neema ndani ya uzaliwa wa kwanza. Nisikilizeni vizuri. Ukiwa na watoto wanne, mtoto wako wa kwanza ameizarau haki yake ya uzaliwa wa kwanza, anatenda tofauti, asimami imara, una uwezo kubadilisha haki yake. Haki ya uzaliwa wake wa kwanza ukaiuza hata kwa wapili, ukaiuza hata kwa watatu. Yule watatu akaanza kutembea na haki ya uzaliwa wa kwanza, huyu wa kwanza kweli kweli ikatoka kwake. Mimi naona mnielewe vizuri, naomba mnisikilize. Shetani hutumia lango kubwa la mzaliwa wako wa kwanza wewe, na kuna wengine uzaliwa wao wa kwanza hawaelewani nao, yuko mbali, akusikii, na lango lako, mapigo yako yote, ujue ama ujui, huwa linatembeaga pale, linaanzia pale. Unachotakiwa wewe, kuna namna katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukaitoa, ukabadilisha ile haki ya yule kwa mzaliwa wa kwanza, ukampa mwingine anayekuelewa na kukusikia, ili mapigo yasipite tena kule, yasimame hapa. Sijaeleweka? Utanielewa, sema amen. Hebu sema amen. Unanielewa vizuri? Haki ya mzaliwa wa kwanza, Yakobo alipoibadilisha, Esau akaizarau haki yake ya uzaliwa wa kwanza, akajiendea zake, akasema itanifaa nini? Akaipokea Yakobo, ikawa ulimwengu wa kiroho kajua mwenye haki ya kupokea baraka ya mzaliwa wa kwanza ni huyu hapa, ambaye tayari kaka yake ameiuza. Watu wa Mungu, maisha yetu haya tunayaishi, dada zetu wa kwanza walifanyika lango la kutuharibu. Kaka yetu wa kwanza walifanyika lango la kuleta mabaya kwetu. Kwa ufahamu wa kiroho, unaweza ukatamka ukaomba, ninabadilisha haki ile ya yule kakaangu wa kwanza ambaye kuokokaga kabisa, alikufa kwenye mapombe ama anakunywa pombe, na ibadilisha ile haki, si yeye tena mzaliwa wa kwanza, na ihamisha kwangu ama kwa mtu fulani, ili wewe usimame kama lango la familia. Baraka zipitie kwako, zisihusike tena kule. Mungu akutumie wewe kama lango la familia, maisha yaende katika familia yenu. Ai, hebu inua mikono juu. Hapa shughuli ndefu ya maana nataka nipeleke watu. Napeleka watu mahali ambako Mungu anisaidie waelewe. Inua mikono yako juu, sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kaka yangu ambaye ni mzaliwa wetu wa kwanza, ambaye alikuwa aishi vizuri na mapenzi ya Mungu na matakwa ya Baba, ile roho ya pombe, ile roho ya sigara iliyokaa kwake mzaliwa wa kwanza, nafunga lile lango, nabadilisha haki, nabadilisha haki ya mzaliwa wa kwanza, ninaifuta kwake, ninaileta ndani ya maisha yangu. Mimi ndio niwe lango la baraka katika nyumba yetu, kwa jina la Yesu. Mnisikilize vizuri. Kuna namna wewe ni mdogo, unakao ni mdogo, lakini baba yako akitaka msaada na kupigia wewe simu, mama yako akitaji msaada na kupigia wewe simu, akiwa na shida yoyote ya kiafya atakuhitaji wewe. Na hicho kitu huwa kinatakiwaga mzaliwa wa kwanza ndio asimame pale. Hakika mzaliwa wa kwanza hayupo,
Yani hayupo, ameizarau nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza. Badilisha ile haki ya kiroho ili mabaya siendelee pale. Chukua wewe ili usonge mbele. I don't understand this. Nani ananielewa? Halo. Baba yangu mimi, kaka yetu wa kwanza ni hatari, mtaalamu. Baba akimpeleka kwenye ufundi anaiba vya watu. Alikuwa akipelekwa huku anaharibu, akipelekwa huku anakosea. Baba akabatili, akaacha haki ya uzaliwa wa kwanza ambaye anatakiwa ende awe na nini vile vya nyumba, nini hati za nyumba, mambo ya nyumba. Alipewa kaka yetu, mtoto wa baba mkubwa, wala sio sisi. Maana baba alianza kumlea akiwa bado mdogo. Alimlea akiwa bado mdogo, akamsomesha, akakua mpaka akakua, akawa mtu mzima, akasoma kwa mikono ya baba, akawa mnyenyekevu na mwema na analea wadogo zake. Kaka baba vitu vyote aliviacha kwenye mikono yake. Kaka yetu wa kwanza ile haki ilitoka. Kuna wazazi hawajanielewa hapa. Kuna wazazi hamjaelewa, kuna watoto hawajanielewa, ili kubadilisha hiyo hali. Haleluya. Sema tena, kwa damu ya Yesu. Sema kwa sauti, kwa damu ya Yesu. Kila lango linalotumika kupitia kitu cha kwanza au mzaliwa wa kwanza kwenye maisha yetu, kwenye maisha yangu, amba atui anapitia hapo kushambulia familia, watoto wangu, maisha yangu. Sema nafunga hilo lango, nafunga ile lango, na si kulifunga tu, nabadilisha haki ya yule kaka, yule dada. Yeye sio tena mzaliwa wa kwanza. Haki imeshuka kwangu ili mimi niwe lango la familia yetu, kwa jina la Yesu. Do we talk that? Unaongea kutoka rohoni. Wewe kama ni mzazi, angalia mwanao wa kwanza unaishi naye vipi. Ni lango lile. Kama wewe ni kaka, kijana, binti, angalia mzaliwa wa kwanza ikoje. Ni lango lile. Badilisha haki leo. Mtu wa Mungu, mzaliwa wa kwanza akitokea, nilitoa Jumapili nisema hivi, mfalme wa Edomu alipoona ameshindwa vita, alichofanya ni nini? Alichukua mzaliwa wake wa kwanza, akamtoa kwa sadaka ya kuteketeza, akampiga. Alivyopiga, Israeli haikuendelea na vita, ilirudi nyuma kwa ajili ya nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Hivi ndiko naeleweka hapa watu? Hivi unaelewa mambo mzaliwa wa kwanza? Biblia inasema hivi, sadaka ya Abili ilivyotolewa, Abili amekufa leo, lakini bado amefanyaje? Akinena hata kama amekufa. Sababu ni nini? Hebu fungua Mwanzo uone sababu yake. Fungua Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4. Hebu fungua tusome. Uangalie nguvu iliyopo ndani ya kitu cha kwanza. When you did mistake kwa vitu vya kwanza, unaharibu maisha yako. Ukifanya makosa, na ndio maana napokupa maandiko nakupa kwa mifano. Vitu vya kwanza utakiwa uvibebeje kwenye maisha yako, watu wa Mungu. Mungu nisaidie tufundisha. Basi umefika Mwanzo. Hebu nisome Mwanzo sura ya 4 nafikiri. Anza kusema mstari wa ngapi? Anza mstari wa 4. Inasemaje? Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4. Ongeza kwa sauti hapo. Abili naye akaleta wazao wa kwanza. Abili naye akaleta wazao wa kwanza. Wa wanyama wake na sehemu zilizonona. Ishia hapa pasta. Abili naye akaleta wazao wa kwanza. Ina maana akili ya Abili, kila mnyama wake akizaa anajua wa kwanza ni upi. Sijui nafundisha kanisa hapa. Hebu kaeni kama watu mko rohoni watu. Hebu kaeni mnielewe vizuri. Pointi hivi vitu ambavyo navifundisha hapa. Abili mzaliwa wake wa kwanza wa punda alimjua ni huyu. Mzaliwa wa kwanza wa kondoo alimjua ni huyu.
Mzaliwa wa kwanza wa mbuzi alimjua ni huyu. Wakati ulipofika wa kutoa sadaka, Abili akachukua wazaliwa wa kwanza, akaanza kuona wazaliwa wangu wa kwanza wa nyama ni huyu, akasema sadaka, ili ni limbuko. Punda mzaliwa wa kwanza pembeni, akaangalia pembeni. Baada ya kutoa wazaliwa wa kwanza, ndipo akachukua sehemu zilizonona, lakini alianza wazaliwa wa kwanza. Sikiliza Biblia inavyoongea. Mungu aliposhuka akutakabali sadaka tu, alimtakabali na Abili. Kwa ajili gani? Alitoa wazaliwa wa kwanza. Kuna nguvu kutoa kitu cha kwanza kwenye maisha yako. Ungeongeza makofi zaidi hapo. Kuna nguvu ya kutoa kitu cha kwanza kwenye maisha yako. Vitu vya kwanza ni vitu gani? Nimesema kazi yako ya kwanza kupata mshahara wa kwanza, toa. Unataka usisaulike? Unataka usisaulike? Unataka Mungu aongee? Unataka mbingu ifunguke? Dili na vitu vya kwanza. Angalia vitu vya kwanza. My God. My God. My God. Ananielewa? Sema eme kubwa hapa. Hiyo eme Mungu aweze kufanya kwako. Ananielewa? Sema eme kubwa. Ukiongeza eme zaidi hapo, neema itatembea. Sema eme zaidi hapo. Hebu sema eme mara 3. Mara 1. Ya pili. Ya 3 sema kwa sauti kubwa, Bwana kukumbuke leo. Ukiongeza hapo inafanyika leo hii. Sema amen. Ukipewa kitu chochote cha kwanza, usichukulie rahisi. Naomba unielewe hapa, ndio somo langu linaanza. Nitakuja nisome ile andiko vizuri. When you begin yani kitu cha kwanza unachokianza usichukulie rahisi. Nimeongea hapa vitu vya kwanza. Vitu gani? Umeingia leo, wewe ni driver bodaboda mfano ama daladala. Si umeingia leo, mteja wa kwanza sio wako. Ninafundisha kama tu, but I'm teaching in the spiritual things. Na mtu wa rohoni akinielewa ataona change mwaka huu. Tutarudia andiko la Abili vizuri, uone siri ya Abili ambaye Mungu mpaka leo anaishi. Maana Mungu alisamini, aliangalia. Kwani unafikiri Kaini alitoa vibaya? Kwani katika mboga ipi ya samani? Kaini alitoa mchicha, alitoa cabbage, ni vya kawaida. Hakika kuna secrets. Abili alitoa wazaliwa wa kwanza. Ina maana huyu Abili, huyu Kaini halikuwa atoe malimbuko ya vitu vya kwanza. Akujua malimbuko yake, akutoa mazao yake ya kwanza. Mungu aliona Abili ametoa wazaliwa wa kwanza wa wanyama wake. Hai. Ukipata kazi leo, ukaajiriwa leo, mshahara wa kwanza ni limbuko la Bwana. Toa kwa Bwana. Utafanya hivyo? Unaona hapa masaboni hapa, ingekuwa tunaonaga maharage, mahindi, mayai, kuku, mbuzi. Hivi kuna ufugaji humu. Ingekuwa naonaga vitu hapa. Ningekuwa naona viatu. Wewe ni mfanya biashara, unaenda kunangua viatu, unaleta pale, toa viatu kama limbuko. Vilete, haijalishi ni vya kike, ni vya watoto, ni vya nini, toa kama limbuko. Leta kanisani. Sasa ungeleta pale. Wewe ni muuza mchicha. Unaenda kununua mchicha,
toa mchicha wa kwanza kama limbuko, leta kanisani. Usiseme hauna cha kutoa, ni wauelewi. Wewe ni muuza mahindi, chukua sehemu ya malimbuko, hata kama nika debe ama nika ndoo ama nika kisado, chukua limbuko lako, leta kanisani. Umeenda umevuna mahindi, umevuna gunia, Mungu amekupa magunia sijui 3 mangapi nini, ile umevuna kwanza, kama umevuna kiasi gani, leta hapa. Niliona wachache walileta limbuko ya mahindi zamani sana, na wewe kuniletea wewe limbuko wa zamani mpaka leo. Mama, how comes? Haulimi tena. Nilikuwa naongea na engineer yuko Bukoba, ambia baba, nguruwe wangu wamezaa. Nikamwambia toa moja limbuko nimlete huko. Nikamwambia wewe piga picha muoneshe huo ndio limbuko, alafu mfugie huko. Nitakupa maelekezo. Wafugaji ni wangapi wanafuga hata kuku nyumbani kwao? Ambao wanafuga hata kuku nyumbani, inua mkono. Kama hata nyumbani unafuga tu kuku, inua mkono. Mmoja yule pale, wa pili huyo hapa, wa tatu, wa nne. Je, kuku wako je kutotoa mayai? Je, ushaleta limbuko hapa? Sasa kuku akianza kufa, baba mifugo inakufa, baba mifugo inakufa, unataka uniambie nikuombe? Kuna siri kati ya kitu cha kwanza ni kipi kitoe. Ukitaka Mungu akufungulie malango, angalia huyu. Tulisoma sura ngapi? Alipiga mtoto wake, ilikuwa wafalme wangapi? Nifungulia andiko huyo. Angalia, tunataka tujue nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Nifungulie andiko hilo. Ilikuwa Wafalme wa pili. Ilikuwa Wafalme wa pili. Hebu fungua, tunataka tuombe sasa hivi. Tufungue lango. Kama rafiki yangu, fungua Biblia. Wafalme wa pili sura ya 3 mstari wa 26. Umefika hapo pasa? Sikiliza hapa, watu hatujui namna kutumia vitu vya kwanza kama lango la kufungua maisha yetu. Umefika? Soma pastor. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vita, alitoa pamoja naye watu 700 wenye makufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu. Ndio. Wala hawakudiliki. Ndio. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza. Yeye ambaye angetawala mahali pake. Akamtoa awe sadaka kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Mungu akubariki pastor. Unasikia vizuri? Ufunuo wa mzaliwa wa kwanza, alipoona mambo ni magumu, vita ni vikali, maisha ni magumu, hali ni ngumu, akasema hapa ili nipate upenyo, mbingu ifunguke na iongee, nachukua mzaliwa wa kwanza. Akamtoa sadaka kuteketeza, tena akampiga ukutani, akafa. Mabadiliko yakatokea. Haleluya. Naongea na kanisa. Hebu angalia kitu chako cha kwanza ni kipi? Hebu nikutajie vitu vya kwanza katika maisha ya mwanadamu haraka ni vitu gani? Alafu je, unavitumia kama sadaka? Nilisema hivi, vitu vya kwanza, tuna Jumatatu ambaye ni lango la wiki. Sawa mama? Amen. Ni kitu cha kwanza. Jumatatu ni lango, ni kitu cha kwanza cha wiki. Unaitumiaje Jumatatu yako? Huwa na desturi ya kutoa sadaka juu ya Jumatatu. Hata kama kuna ibada, itume, ilete madhabahuni. Kanisa hili alifungwa, liko wazi. Njoo tu mshukuru Mungu, acha sadaka yako pale. Haleluya. Hiyo ni mzaliwa wa kwanza ya wiki. Tuna mzaliwa wa kwanza wa mwezi ambaye ni tarehe 1. Amen. Tarehe 1 usiache kutoa sadaka hata kama iweje. Hiyo ni mzaliwa wako wa kwanza. Amen. Tuna mzaliwa wa kwanza wa mwaka ambaye ni Januari. Ndio tuko hapa. Ina maana kila kilicho mzaliwa wa kwanza ni limbuko. Tuna limbuko la Januari hapa la 2026, na tunaona kupitia sadaka ya kwanza ndicho ambacho lango lilifunguka mbinguni. Mungu akaongea juu ya Abili. Je, umeandaa sadaka yako ya kwanza ya mwaka?
Haleluya. Nipe ile andiko la Habili. Nipe ile, mfungulie Mwanzo nisome. Fungulie Mwanzo ile 4:4. Je, umeandaa sadaka ya mwaka ya kufungua lango Mungu aongee? Kitu cha kwanza, Mungu amekupa kazi, mshahara wa kwanza umeitoa sadaka kama lango. Wewe ni dereva daladala, unaingia, mteja wako wa kwanza mtoe lango, ni lango limbuko, toa sadaka. Wewe ni dereva bodaboda, dada yako ya kwanza, mteja wa kwanza iwe 2000 1000, tuma kama zaka, kama lango, kama limbuko. Unafungua mlango wako mwenyewe. Nifundisheje wanangu, semeni amen. Hii ni sadaka ya upenyo juu ya maisha ya mtu. Hebu kila mwenye Biblia fungua Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4. Tuanze kusoma. Pasa unasoma. Habili naye akaleta wazao wa kwanza. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Bali Kaini akumtakabali wala sadaka yake. Ufunuo ni nini hapo? Alimtakabali, aliona ametoa wazaliwa wa kwanza. Alikuwa anajua hawa ni wanyama wangu wa kwanza. Amen. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nifungulie mbingu leo. Sema Bwana Yesu. Naomba unifungulie malango ya mwaka huu. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Naomba unifungulie malango ya mwaka huu. Yawe wazi kwenye maisha yangu. Nimesimama kwenye lango la mwaka 2026. Huu ni mwezi wa limbuko ambao nimesimama. Sadaka yangu nitakayoibeba mwezi huu, nifungulie mlango wa afya na uzima. Inua mikono yako, nitamke baraka. Raboko shekindirabo. Jinsi ambavyo mikono yako imeinuliwa juu, Bwana aliye hai, Mungu aliyefanya malango haya, na haya malango Mungu aliyafanya kwa sababu yake mwenyewe. Na lango hili la mwaka huu ambalo Mungu amelifanya ni kwa ajili yake. Baba yangu, na kuomba leo shakatera mama nilibo shakapa yekititiri kama nilibo shapa, na kuomba leo Jehova Lishadai, tutakacho kitenda huu mwaka, tutakachofanya ndani ya mwezi huu Baba, iwe sababu ya kutufungulia mlango, tuingie katika uzima, tuingie katika afya, tuingie katika upenyo. Huu mwaka 2026 tusiingie na magonjwa, tusiingie na udhaifu wa aina yoyote, tusiingie na lahana. Baba, umetupa mlango huu ili wewe upite, sio mashetani yapite. Ili wewe upite, sio mizimu ipite. Ili wewe upite, sio wachawi wapite. Ili wewe upite, sio uganga upite. Manderebo shakanderebo pokori na manderebo ikenderebo shenderebo mane hey shakandirabo pokori na manderebo ay
Shakandirabo Aniramandirabo Animandirabo Shaketerebo Jehovah, Jesus, Jehovah, Patira, Shikititi, Jesus, Shakatiri na mandiribu. Ai, Biblia imesema jaribu alikuwapata isipokuwa ilivyo kawaida ya wanadamu. Na katika kujaribiwa kote, Mungu atafanya mlango wa kutokea. It's not you, you'll create the door. Si wewe ndiye utakayefanya mlango wa kutokea. Ni Mungu ndiye afanye mlango wa kutokea. Katika maisha tunayoishi, Mungu ametupa milango, na ile milango Mungu aliyetupa itumike kwake yeye, aingie ili akutoe kwenye ugumu, akutoe kwenye jaribu. Usipojua mlango ambao Mungu anaufanya juu ya maisha yako, ya kukutoa kwenye changamoto ya ndoa, changamoto ya kazi, changamoto ya biashara, siku zote utakuwa unalia, Mungu mbona anioni? He'll never do anything without a door. Naye atafanya mlango wa kutokea. Na katika mlango, kitu cha kwanza ndo lango namba moja ambaye Mungu anaangalia ili atutoe pale. Tukijua kutumia vitu vya kwanza vizuri, ni mlango wa Mungu kututoa kwenye changamoto ya maisha tunayopitia. Kitu chochote cha kwanza kwenye maisha yako ukikipata, hilo sio lako, ni la kiroho, ni lango la Mungu amekufanyia hili tu, apite hapo akutoe kwenye shida ambayo imekukabili miaka mingi. Ai, shanirabo Tuarone afungue masikio. Shakanirabo. Ai. Mani rabo. Shekarabo. Ai. Kadiri unainua mikono yako juu, na muomba Mungu aliyeishi, Mungu aliye hai, anayejua mapito unayopitia, anayejua changamoto ulionayo, anayejua Shapa. Shakanirabo. Wakati wowote
Mungu hutembea katika maisha ya ufunuo kwa ajili ya maisha ya watu, akitaka amtoe kwenye ugumu wa ndoa, ugumu wa kazi, ugumu wa biashara, ugumu wa afya, ugumu wa lolote lile. Mungu anaangalia lango lake ambalo la kwanza, atalitumiaje ili lipite pale. Angalia jinsi ambavyo Israeli ilivyolia miaka 40. Walilia miaka 40 wakisema, Bwana Mungu ametuacha, Bwana Mungu ametusahau. Wakikaa chini ya utumwa miaka 400, wakateseka miaka 40, Farao akiwakandamiza. Mungu alienda kwa mkono wa Musa. Mungu alienda kwa mkono wa Musa ili Musa apambane na Farao, lakini kwa mkono wa Musa Farao kufungua lango la Waisraeli. Farao kufungua lango ili Waisraeli watoke kwenye utumwa waende kwenye nchi yao ya ahadi. Fimbo ligeuka kuwa nyoka, lakini Farao kufungua mlango. Maji yalibadilika yakawa damu, Farao kufungua lango Waisraeli watoke kwenye utumwa. Vyura vilitokea katika nchi ya Misri, Farao kufungua lango. Musa akapiga mavumbi fimbo, chawa zikatokea, Farao kufungua lango. Akaruhusu mdudu apite kwenye mashamba, apite ateketeze, lakini Farao kufungua lango. Mungu akasema, nitapita mwenyewe, nitapita mwenyewe, nitafungua hilo lango. Nitapita kwa wazaliwa wa kwanza wa Misri, nitapita kwa wazaliwa wa wanyama wa kwanza wa Misri, na nitapita kwa wazaliwa wa Misri ili niwapige wote. Lango lifunguke kupitia mzaliwa wa kwanza. God knows it. Kama Mungu aliyetuumba anajua nguvu ya mzaliwa wa kwanza ni lango, na alipopita kwa Wamisri akapiga mzaliwa wa kwanza wa Farao, akida wajeshi wa Farao akapiga mzaliwa wa kwanza, wanyama wa Farao wazaliwa wa kwanza. Mungu alikuwa na wawinda, wanyama ni wengi, ila jicho la Mungu linaangalia mzaliwa wa kwanza wa unyama ni nani. Makundi ya kondoo, makundi ya ng'ombe ni wengi kama 1000, 3000, ila jicho la Mungu linaangalia kundi la kondoo hata kama 20,000. Mzaliwa wa kwanza wa hii kondoo ni nani? Ndapita pale. Hata kama punda wako 70,000, sipiti kwa kila punda, nitaangalia ambaye ni mzaliwa wa kwanza hapa, ndapita hapo. Lango lifunguke la Waisraeli. Akapita kufungua lango, akapiga Farao na wazaliwa wa kwanza, lango likafunguka la Waisraeli. Utumwa miaka 40 ukafunguka. Naomba Mungu apite kwa mzaliwa wa kwanza ambaye ni Januari, ambaye ndio mzaliwa wa kwanza wa mwaka, apite leo hapa ili akufungulie lango la afya, afungue lango la biashara yako, afungue lango la maisha yako, maana tupo kwenye mzaliwa wa kwanza ambaye ni Januari. Shekaraba Korina mandarabo shani mama, ina mikono yako juu, Bwana apite. Rekenderebo shani mama 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 mama, rekamanderebo shani rabo. Sharirabo shanirabo. Jehovah, 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 Jehovah. Lango langu asipite adui, lango langu lisipitishe magonjwa, lango langu lisipitishe mauti, lango langu lisipitishe aibu, lango langu lisipitishe magumu, ila Baba nakuomba leo upitishe baraka zako kwenye lango hili, na niruhusu ile lango upitishe neema, huduma divine, ulipitishe lango la kuinuka mwaka huu. Yahweh
shenerebo Jehova ikaterebo shenere mandiri mandira shanama ina manderebo shetete itikarabo ina manderebo nerebo sheterebo mama nerebo ina manderebo shapa. Usifanye dhaifu kwenye mlango, usifanye uzembe kwenye mlango, usifanye uzembe kwenye mlango. Rapoko shapapa. Hakuna nyumba inayokosa mlango, hakuna anayepita dirishani anapita mlangoni. Hii ni nyumba kubwa 2026 ambayo imebeba vyumba vya 12. Nimesimama kwenye lango la mwaka huu. Sitaruhusu wachawi waganga wapite kwenye hili lango. Sitaruhusu mizimu ipite kwenye hili lango. Lazima nitaingia kwenye chumba changu cha baraka, cha ndoa, cha afya, nikiwa na amani na uweza. Ramandarabo, shekarabo, irabo, shanama. Natamka leo, kila udhaifu uliyekaa ndani ya mwili wa mtu hapa uanze kuyayuka. Hautaingia hili lango na magonjwa, hautaingia hili lango na aibu. Hai, madeni yako yaishie mwalango hili, yaishie mwezi huu. Jesus, Jesus, Jesus. Yale madeni yanakuta mingi, uchumi mgumu, hali ngumu, masikini. Nafunga hili lango mwaka. Nimesimama kwenye lango, nitalifunga hili lango. Mani babo. Sheketerebo shenderebo shenimanderebo. If you can, just stand up. Kama naweza naomba usimame. Rabakashaka mama marabu shitete. Ina mikono yako juu. Manderebo kushaka papa. Yes. 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 Simama, ina mikono yako juu. Watu ingia rohoni. Naomba watu ingie rohoni. Mama simama rohoni. Dada naomba ingia rohoni sasa. Kila moja ingie rohoni. Inyunyize damu ya Yesu kwenye lango lako. Kila moja ingie rohoni hapa. Manderebo shata. Nani anaingia rohoni sasa? Hauna haja kuangalia jirani, hauna haja kuangalia mtu. Ingia rohoni sasa mama. Inua mikono yako juu, fumba macho, simama kama unaweza. Rapoterebo shekeni manderebo. Tumepewa lango hili, Mungu ndiye ametupa lango. Niko kusudi la Bwana kutupa lango. Usichukulie urahisi lango hili ulepewa. Naomba simama, inua mikono yako juu. Mandirabo sheterebo. Sherebo. Ay. Sema damu ya Yesu. Sema kwa kutoka nafsini mwako. Akawaambia Waisraeli, kila moja atachinja mwana kondoo, hiyo ni sadaka. Atachukua damu ya mwana kondoo, atapaka kwenye mimo ya malango. Nataka nipite hapo, nikiona damu ya Yesu, nikiona damu kwenye mimo mlango wako, sitopita katika lango hilo. Hili kuwa wazaliwa wa kwanza. Kila moja pake damu kwenye mlango wake. Tumia kitendo cha imani. Kita damu ya Yesu mlango wako wa ndoa mwaka huu. Usipite tena, wachawi usipite hapo. Mlango wako wa afya, wa biashara, wa kazi mwaka huu, inategemea na wewe ndio utaweka ulinzi. It depend on you. Kila aliyejenga nyumba utafuta ulinzi wa mlango. Ina mikono yako. Mandira boko shakatatata. Hiki tetete. Yalitupata mwaka jana, labda tuliacha wango kawaida.
hatukuweka ulinzi wa kutosha kwenye lango, hatukuimarisha lango, hatukuimarisha lango. Sema kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango langu la mwaka huu. Mashetani yasipite kwenye lango langu. Sema nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la afya, kwenye lango langu la ndoa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango la uchumi, la biashara, la kazi. Nanyunyiza kwenye lango langu la uchumi, la kazi, la biashara, la ndoa, la huduma, la duka. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye lango langu. Roho za kichawi, roho za magonjwa, amtapita kwenye lango hili, ampiti kwenye lango hili kwa jina la Yesu. Ninawafungia lango langu, nje ya lango. Ninawafunga nje ya lango kwa jina la Yesu. Chukua damu ya Yesu, anza kunyunyiza. Sema tu damu ya Yesu nanyunyiza lango langu, lango la afya, lango la biashara, taja lango la ndoa, lango la kazi, taja lango. Ninyunyizie damu ya Yesu, lango la biashara, la afya, taja lango lako, taja. Weka parabo shapa, taja lango lako. Wiketerebo shapa, taja lango. Wina materebo shapa, taja lango la aina yote, lango la afya. Nyunyiza damu ya Yesu, lango la uchumi, lango la uzao, lango la biashara. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, taja lango lipi, taja. Rekete shapa, rina materebo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Ninanyunyiza damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu kwenye lango langu. Rina materebo shapa, ninanyunyiza damu ya Yesu lango. Taja Riketerebo shapa, taja lango, taja. Rina materebo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Riterebo shapa, ninanyunyiza damu ya mwanakondoo. Rina marabo shapa, kwa damu ya Yesu nyunyiza. Rina manderebo shapa, taja. Riketerebo shapa ya mwanakondoo. Wetaja, nyunyiza damu ya Yesu. Ina mashapa, mashetani hayatapita hapo kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, uchawi na uganga hautapita kwenye lango lako. Inategemea na wewe. Nyunyiza damu ya Yesu. Ina manderebo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Reketerebo shapa, nyunyiza kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Nyunyiza mwenyewe, nyunyiza. Reketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Ina mantarabo shapa, nyunyiza lango lako. Omba kwa imani ya maombi. Nyunyizia lango lako la uchumi, lango la ndoa. Nyunyiza kwa damu ya Yesu. Ina mama rabo shapa, eketerebo shapa, ina mama rabo shapa, eketerebo shapa, ina mama rabo shapa, eketerebo shapa, tekerebo shapa, terebo shapa papa, eketerebo shapa, kwa damu ya Yesu nyunyiza. Ina marabo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Eketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Ina materebo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Ekaparabo shapa, inanyunyiza kwa damu ya Yesu. Inanyunyiza. Ina manderebo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Inanyunyiza. Ina rabo shapa, damu ya Yesu. Lango la huduma, lango la kuinuka, lango la kazi, lango la pesa, lango la ndoa, lango la mafanikio. Inanyunyiza damu ya Yesu. Ina materebo shapa, eketerebo shapa, nyunyiza. Ina mamarabo shapa, kwa damu ya mwanakondoo. Hebu nyunyiza, eketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa. Amen. Hatua ya kwanza hiyo. Ukiwa naomba kama unachoka, shauri yako. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tunafunga lango letu, mashetani yasipite. Tunafunga lango la magonjwa, tunafunga hilo lango la kitu chote kibaya kisipite hapo. Sema kwa jina la Yesu. This is a special prayer ya huu mwaka na huu mwezi. Kumbuka tuko Jumapili, ile ndio ya mwisho mfungo wetu. Ni muhimu sana, tunaanza kwenda kwenye viwango vingine.
Na mimi naamini huu mwaka acha majaribu ya kupata Januari, lakini Februari hata utayaona. Kuanzia wa pili wa tatu utaona. Tunamaliza hapa. Kuwa mwaminifu tu, nisikilize ninavyokuelekeza. Sema kwa jina la Yesu. Kila lango ambaye shetani alikuwa akilitumia kunishambulia. Ongea kwa nguvu ya maombi watu wa Mungu. Jitie tu nguvu, na tukianza kuomba usikae sehemu moja. Tembea. Kwa jina la Yesu ambaye ndiye lango la kwanza, naitumia jina hilo kufunga kila lango ambaye shetani na wakala zake na wachawi wake walikuwa wakitumia kunishambulia, kuniletea magonjwa, kuniletea laana, kunifanya nilie, kujifanya niaibike. Kwa jina la Yesu nafunga hilo lango, nafunga hilo lango ambao mashetani walikuwa wakiyatumia ili maisha yangu yarudi nyuma, kazi yangu iharibike, huduma hii iharibike. Nafunga hilo lango, haijalishi ni mwezi wa ngapi. Bwana Yesu, simama leo kwenye hilo lango kwa jina la Yesu. Anza kufunga sasa, funga, omba, tembea, omba. Repo shapa, rabo shapa, ekete rebo shapa, omba. Lina mate rebo shapa, tembea, funga lango hilo. Rekapata bo shapa, tembea, funga. Lina mate shapa, funga lango hilo, lango ambalo shetani alikuwa anatumia, lango hilo alikuwa anatumia ili kuniharibu, ili shida, kuleta magonjwa, kuleta udhaifu, kuleta kushindwa. Ina manderebo shapa, nafunga hilo lango kwa damu ya ina marabo shapa, kwa damu ya Yesu nafunga hilo lango. Ina mashapa ambao wachawi walikuwa wakitumia kushambulia afya, kushambulia kazi, kushambulia biashara, kushambulia huduma, nafunga hilo lango. Ina marabo shapa, omba, tembea, omba. Ina mashapa, funga, eketete. Ina marabo shapa, hilo lango ambalo walikuwa wanatumia waganga, wachawi kwa ajili ya mimi kuharibikiwa, maisha yangu yasiendelee. Ina marabo shapa, ekete shapa, funga. Ina marabo shapa, nafunga lango hilo kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, hilo lango ambao mapepo walikuwa wanapitia kuiletea udhaifu, kuiletea magonjwa, nafunga lango hilo. Ina marabo shapa, kwa damu ya Yesu. Eketerebo shapa, funga lango, funga mama, funga baba, funga kuhani, funga. Parabo shapa, eketerebo shapa, nafunga hilo lango kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, eketerebo shapa, kwa damu ya Mwanakondoo. Ina marabo shapa, funga lango hilo, eketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, kwa damu ya Mwanakondoo. Kama tafunga lango, paraba shapa, eketerebo shapa, ina manterebo shapa, funga raparaba baba shapa, kwa damu ya Yesu. Kila lango la magonjwa, lango la mabaya, lango la mizimu, lango la ushirikina ambao mashetani walitumia kutuharibu, nafunga hilo lango. Omba. Epo shapa, parabo shapa, eketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Tumia mamlaka. Omba watu wa Mungu, tumia mamlaka, pray. Tumia mamlaka, omba. Haya ni maombi muhimu. Funga hilo lango, pray. Angalia huyo anavyoomba huko nyuma. Mungu wangu, lango ila kwako wewe ni sababu kabisa kufunga ile ukomvi wa ndoa kila wakati, ukomvi wa kazi, ukomvi wa maisha. Funga hilo lango, funga. Huo mlango ambao tunatakiwa kufunga. Funga hilo lango, pray. Watoto simameni, omba. Watoto waombe pia. Funga lango ambalo linafanya watoto wasiende shule. Funga hilo lango, funga, omba. Funga, pray, funga. Lango la kufanya watoto wako waharibikiwe, wasiende shule, wafanye mabaya. Funga hilo lango. Nafunga lango la ambalo linapita kwa Bright. Nafunga hilo lango ambalo adui anataka apite kwa Ernest, kwa Brian, kwa Bridget, kwa Robert, kwa Joshua, kwa
John kwa Brown, nafunga lango hilo. Parabo shapa. Hayo ni mizimu ya baba yangu, hiyo mizimu ya ukoo, hiyo mizimu na yote. Watu wa Mungu, omba, usiombe kizembe, funga. Parabo shapa. Eketerebo shapa. Maombi ndio nguvu yetu, maombi ndio silaha yetu, maombi ndio nguvu yetu. Ina marabo shapa. Funga lango, funga. Ina marabo shapa. Eketerebo shapa. Kwa damu ya Yesu funga. Ina marabo shapa. Ekerebo shapa. Funga. Pray. Yes. Ni wewe mwenyewe ndio utatumia hiyo la kufunga. Ni wewe mwenyewe ndio unafunga lango. Ukifunga kwa uzembe unaruhusu wapite. Funga kabisa. Lile lango la magonjwa, anapitia lango gani? Funga. Lango la kushindwa, kukataliwa, lango la pombe, lango la maovu, funga. Ni wewe ndio unahusika. Funga, pray. Funga lango, funga. Wako wapi waombaji? Ndio. Funga lango hilo ambalo anapita karibu watoto wako, anapita karibu mume wako, anapita karibu biashara, anapita karibu huduma. Watumishi wa Mungu, funga lango hilo. Anapita karibu watoto wako, funga hilo lango. Lifunge na mageti ya chuma, lifunge na makufuri kabisa, lifunge kabisa na makomeo ya chuma, lifunge hilo lango. Likaparabo shapa. Funga kabidii. Ene mashapa. Uno mwaka wako, uno mwaka wa kufunga lango. Mama rabo shapa papa. Ambaye anapita kwa mume wako, anamchanganya mume wako, haeleweki. Hasira kwa familia. Ina marabo shapa. Funga hilo lango. Parabo shapa. Na kufunga leo enye malango ya kuzimu. Ina marabo shapa. Mnapitisha magonjwa, mnapitisha laana. Na funga hilo lango. Parabo shapa. Eketerebo shapa. Kama tafunga. Ina marabo shapa. Kwa damu ya mwanakondoo. Funga. Parabo shapa. Eketerebo shapa. Ina marabo shapa. Kwa damu ya Yesu. Funga parabo shapa. Eketerebo baba. Ina manterebo shapa. Kwa damu ya mwanakondoo. Parabo shapa. Eketerebo shapa. Kama tafunga. Ina mamanderebo shapa. Kwa damu ya Yesu funga lango hilo. Weka parabo shapa. Anapita hapo. Adui anakuwa anapita hapo. Anakuletea udhaifu wa mwili, magonjwa kujirudia. Funga hilo lango kwa bidii. Ramanderebo shapa. Kama tafunga mama. Eketerebo shapa. Funga hilo lango. Weka parabo shapa. Ndio mama funga. Ina marabo shapa. Omba kama jeshi la Bwana. Eketerebo shapa. Funga lango hilo kwa damu ya Yesu. Omba, pray. Ina manderebo shapa. Weka parabo shapa. Kama tafunga lango. Weka parabo shapa. Eketerebo shapa baba. Unakuwa unatumia lango hilo kujiletea mabaya, kuletea huzuni, kujiletea kushindwa, kurudi nyuma, kuishia njiani. Nafunga hilo lango la parabo shapa. Ewe kuzimu, ewe bahari, ewe chikafu, ewe anga, funga lango hilo la parama mama. Eketerebo shapa. Waombaji ni wanani? Omba. Parabo shapa. Laiti ningelikuwa ni wewe, nisinge nyamaza. Ina marabo shapa. Eketetete. Funga lango hilo. Ikitu Biblia imeandikwa, tukifungacho duniani na mbinguni kimefungwa. Ina marabo shapa. Funga. Parabo shapa. Lango la uharibifu kwa jina watoto wetu. Ina marabo shapa. Kwa damu ya Yesu. Pamoja funga, pray. Shapa. Ramanderebo shapa. Enye mashetani ampiti hapa. Kwenye hili lango hamtapita kwenye hili lango. Ninawafunga leo. Parabo shapa. Hamtapita hapa. Enye mize kibogoyo, mizimu ya babu yako inaipitaga hapo. Ila mizimu ya mama yako, mizimu ya ukoo inapitisha maradhi na magonjwa. Funga lango hilo, pray. Ina mama marabo shapa. Sio lazima uombewe, omba mwenyewe. Funga lango la bala. Funga lango la kufilisika. Funga lango la magonjwa. Omba. Parabo shapa papa. Eketerebo shapa. Kamata network ya kuomba wewe. Hii ndio divine network. Kamata mtandao wa maombi. Parabo shapa. Ulinionea mwaka jana, huu mwaka utanionea. Nafunga hiyo malango yako. Nafunga malango hayo. Pray Jesus. Ningesikia uvumi wa waombaji. Nisikia uvumi wa waombaji wanaoomba. Tio. Yes.
mama, ndio baba, ndio. Hilo lango limekutesa muda mrefu. Hilo lango ni gumu sana. Anapita hapo sana adui. Lifunge leo. Funga leo. Rapoko shapapa. Rekenderebo shapa. Lifunge hilo lango, funga. Sawa, ndio. Shindana nalo, funga. Weka walinzi wako. Weka walinzi wa malaika hapo. Rapoko shapa. Weka walinzi wa malaika walebeba panga la moto. Mapepo yasipite kwenye lango hilo. Mizimu isipite. Weka walinzi. Pray Jesus. Akanerebo shekenebo itaparababa shapa. Bwana anatembea kwa waombaji. Rina materebo shapa baba. Reketerebo shapa baba. Waombaji. Reketerebo shapa. Lango la mazimu linafungwa. Lango la kuzimu linafungwa. Lile lango la magonjwa tunalipomoa. Lile lango la uovu tunalifunga leo. Raparaboko sheka papa. Waombaji omba. Ombeni. Raparaboko shapa. Omba waombaji omba. Rekaparabo shapa. Lile lango la magonjwa. Lile lango la kurudi nyuma. Lile lango la magonjwa. Hekaterebo shapa. Funguka leo. Ina maraba. Funguka leo. Ikamanderebo shapa. Funguka leo. Reketerebo shapa. Patamya marakondo. Funguka leo. Ina mamarabo shapa. Uchawi wote nafunga lango lako. Lango la uchawi. Lango la wachawi wanapita hapa kushambulia mwili huu, kushambulia mama huyu. Nafunga leo. Toboka. Funga leo. Ina mama marabo shapa. Kwa damu ya Yesu. Reketerebo shapa. Ninatoa udhaifu ndani ya mwili huu kwa damu ya Yesu. Ina mama shapa. Toboka. Reketerebo shapa. Omba. Reparaba shapa. Funguka. Shanerebo shapa. Hilo lango nalifunga. Lango la mapaya, lango la magonjwa, lango la ukichawi, lango la mizimu, lango lote naliwekea komeo. Naweka lango lako lisipitwe na wachawi pale. Naweka moto kwenye lango hilo. Na malaika amebaye panga. Ninamweka kwenye hilo lango. Anayepita hapo afyekwe. Inata moto. Ina marabo shapa. Na kutoa kwenye maradhi, na kutoa kwenye udhaifu, na kutoa kwenye magonjwa. Funguka. Ina marabo shapa. Na kuvua lile vazi la magonjwa, udhaifu mara kwa mara. Kwa damu ya mwanakondoo kama Bwana ishivyo. Eka paraba shapa. Funguka. Ina marabo shapa. Imeandikwa amekuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Ina marabo shapa. Funguka. Ika parabo shapa. Ina kufungua sasa, ina kufungua. Binti Sayuni. Fata. Ika manderebo shapa. Fata. Ina marabo shapa. Talanta 10. Ina mashapa. Funguka. Eketerebo shapa. Eka manderebo shapa. Binti Ibrahimu. Ina marabo shapa. Funguka. Eka pashapa. Nakataa uchawi. Kila uchawi na urejesha. Mishale ya kichawi na ichoma kule. Na warejesha ule mwanamke kichawi. Napiga. Yule mwanamke kichawi. Arabo shapa. Na ule uchawi weka kwenye mwili wako. Na mrejeshea katika jina la Yesu. Toboka. Ina mama arabo shapa. Ina ngoa uchawi wa kwa damu ya mwanakondoo. Ina mashapa. Ikaparabo shapa. Kwa damu ya mwanakondoo ninakataa magonjwa, nakataa udhaifu, nakemea kila roho chafu. Funguka. Ina manderebo shapa. Toboka uwe huru. Ina mashapa. Unatakiwa kuomba, unatakiwa kumtumikia Bwana. Wewe ni mwinjilisti. Naondoa maradhi, naondoa magonjwa. Funguka. Ina marabo shapa. Omba. Yuka. Eka pasha papa. Ina marababa. Toboka. Reketerebo. Omba kila uchawi, kila udhaifu, magonjwa, mapepo aina yote. Omba, pray. Ina manderebo shapa. Kwa damu ya mwanakondoo. Reketerebo shapa. Kwa damu ya Yesu. Achia miguu hii. Ina marabo shapa. Reketerebo shapa. Kwa damu ya mwanakondoo. Funguka. Ina mama shapa. Toboka cha mishipa miguu. Kwa damu ya mwanakondoo. Ina mama marabo shapa. Funguka. Eka pashapa. Achia miguu hii. Baba naweka mishipa. Na inua mishipa yake ipate nguvu. Mifupa yake ipate nguvu. Mishipa ipate nguvu. Kwa damu ya Yesu ninamfungua kwa damu ya kondoo. Funguka. Marabo shapa. Omba. Rekete shapa. Funga malango hayo. Wachawi wapiti hapo, hawatapita hapo. Ina mama rabo shapa. Kwa damu ya Yesu. Rekete shapa. Omba, pray.
ina mama rabo shapa reketetete ina marabo shapa chomoka ina mashapa omba rapoko shapa reketerebo shapa ina mama rabo shapa reketerebo shapa ina mama rabo shapa tia sheketata ina manterebo shapa kwa damu ya Yesu ina marabo shapa na chilia nguvu hapa kwa damu ya Yesu pokea uzima ina mashapa hautakufa bali utaishi ina marabo funguka ninachilia ushindi ndani yako kwa damu ya mwanakondoo. Omba ina mikono omba rekapashapa reketerebo shapa ina mashapa in the mighty name of Jesus. Nakataa ile tezi dume ina mashapa ninaiondoa hapa. Funguka ina mashapa funguka repo shapa natangaza uponyaji. Funga lango kwa jina la Yesu ina materebo shapa. Amen. Sema amen. Tunaenda zoezi la mwisho na la 4. Inua mikono juu. Inua mikono yako. Shaterebo kosha mama. Rina makaterebo kosha pa. Inua mikono zoezi la 4. Ina mashapa. Shitititi. Hey Bwana ninue kwa imani nisimame nipande milima yote. Bwana nipandishe Bwana ninue kwa imani nisimame nipande milima yote. Bwana unipandishe. Sasa nisikilize, tunahitaji makundi 4 na ndio ombi la mwisho, na neema ya Mungu isimame. Jumapili ni neema nyingine. Kundi la kwanza naomba ligeuke upande wa kule, na nitafanya kitendo cha imani. Tutahitaji kundi, kila kundi itabeba sadaka. Kuna kundi libeba sadaka 10,000 kwa imani. Hata nikipata mmoja atanisaidia, atakuja juu huku madhabahu ya juu. Kundi la pili litabeba sadaka 5,000. Nikipata hiyo nitabarikiwa, itasimama kwenye upande wa mashariki ambani huku. Kundi la 3 litabeba sadaka 2,000, itasimama kwenye kundi la kaskazini la magharibi, na kundi la 4 litabeba sadaka 1,000 ambalo litasimama upande wa kule. Nitaomba hapa, tunaenda kufungua kila lango ambalo limekaa na madui. Lango la wakina Israeli halikufunguliwa kiurahisi, ilikuwa ni vita. Lazima na mimi ufunuo huo kwa kufungua lango. Jumapili ijayo tutakuwa naomba nipate watu wenye imani watakayenitia nguvu wapite na sadaka 10,000 kwenye madhabahu ya hapa. Kigeukia huku tutafungua lango la huku, na wengine mgeukie upande huo, na wengine upande huo, na wengine upande wa kule. Tunapita kufungua lango la ndoa, la afya, la kazi kwenye ulimwengu wa lango la huduma, maelfu ya watu. Lango lolote ambalo limekaliwa na Farao kwa muda mrefu na kutuweka kwenye utumwa ambalo tulishindwa kwenda, tunafungua hilo lango. Tutaruhusu Mungu apite hapo, apige hata wazaliwa wa kwanza maadui wale, ili lango letu lifunguke, tumuone Bwana mwaka huu. Tuchukue imani hiyo. Nitabarikiwa kama utanielewa, na Mungu akubariki. Naomba tusimame. Waliobeba hizo sadaka naomba upite mbele. Nitabarikiwa kama utanielewa, watu wa Mungu. Sikukuandaa, lakini ndivyo ufunuo ambao Mungu ameupanga. Kama una sadaka 10,000, hata kama ni mmoja, pita hapa mbele. Kila kitu kinaenda tu kwa imani. Hata kama uko peke yako, pita usimame kwenye la huko mbele. Mungu akubariki. Simama hapa. Sogea tu hivi.
Wenye sadaka 10,000 wapite huko mbele. Tunafungua lango. Haikuwa rahisi lango kufunguka la Waisraeli. Kama pia naona sadaka 10,000, ungana na huyo hapa. Uje mbele hapa. Nitie nguvu, naomba pite mbele hapa. Naomba wenye sadaka 5,000 wakae lango la mashariki. Nafikiri mashariki ni huko. Naomba tuje hivi, tugeukie huko. Tunatumia ufunuo kufungua malango. Angalia lango ambalo limewatesa Waisraeli wa kufunguka. Geukieni huko. Hapa tunatumia ni ufunuo. Mungu alipiga sana Israeli na ni Farao akufungua lango. Mpaka alisema chinjeni mnyama. Kila mmoja kwa hesabu ya mtu aliyoko pale. Ili lango lifunguke. Na ndio maana Jumapili tutafanya hivi. Huyo ni Selangue. Mwanangu utatusalimia bwana. Amen. Naomba sadaka 2,000 wakae lango la huko. Toa haraka tu. Litafunguka lango. Huu mwaka mtaniambia tu. Lango litafunguka na utaniambia. Yule alibeba mzaliwa wa kwanza akampasua ili Israeli itoke. Tukaa upande huko. Tembea kwa imani tu. Usiogope. Nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, yafike kwako, moyo uliopondeka utazama. Sadaka 2,000 piteni huko, sogeni mbele hapo nyie. Sadaka 1,000 naomba tusimame wote wenye sadaka 1,000. Sadaka 1,000 naomba tusimame, tukae lango la mlangoni huko. Tugeukie upande wa huko. Vesheni lazima ifuatwe na Mungu anatuona. Imani ndio sababu ya kila kitu. Tusimame wote, tukae tugeukie lango la kule. Tena tukae mlangoni nyie wa huko, tufungue hilo lango la huko. Tukae tusimamie mlango pale. Tusimamie tu mlangoni. Tusimamie mlangoni kabisa pale. Tusimamie mlangoni pale. Maombi yangu. Tubebe imani. Yafike kwako, moyo uliopondeka utazama. Tumefaulu. Sasa naomba tusimame kanisa wote. Ni dakika 5 maombi haya. Tusimame wote. Usiondoke mzee. Sasa wengine tugeukie huko na wengine tugeukie upande huu. Haya maombi mtaona matokeo mwaka huu. Mwaka huu nakwambia utaona, utaniambia. Sema kwa jina la Yesu. Hebu geukieni upande hivi. Na wengine wahemgeukie. Mtaniambia matokeo mwaka. Kabisa utaniambia. Sema kwa sauti ya mamlaka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila lango ambalo limekaliwa na wachawi na waganga na mizimu, tunalifungua hilo lango leo. Sema funguka leo kwa jina la Yesu. Kila lango la baraka, la ndoa, la biashara, la miradi, la kazi ambalo limekaliwa na uchawi na waganga na mapepo, sema nalifungua leo kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti, nalifungua leo kwa jina la Yesu. Sema funguka, funguka, funguka,
funguka, funguka, funguka, funguka. Kila lango la huduma ambao wachawi wamesimama kuliziwia, lango la watu, lango la watu, lango la watu, lango wafanya biashara, lango wafanya kazi, lango la watu lilioziwiliwa na wachawi na mapepo na mizimu, sema leo tunalifungua leo, tunalifungua leo kwa jina la Yesu, tunalifungua leo kwa jina la Yesu. Sema funguka, 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 funguka. Fungua dakika mbili, fungua hilo lango, fungua. Raporobo shapa, nafungua lango la biashara ya watu kanisani, nafungua lango la ndoa, nafungua lango la watu, nafungua lango la baraka, nafungua lango la kazi, nafungua lango la biashara, nafungua lango la watu, lango la watu, nafungua lango la kijana na kijana sisi, namleta nyumbani kwao kwa damu ya Yesu. Fungua lango la parabo shapa, lango la maelfu ya watu waje kwa makundi kanisani hapa. Fungua lango la huduma, watu waje, ninawafungua malango yao, ina marabo shapa, lango la watu wangu, watu wa baraka, yule mzungu wangu. Fungua lango la wazungu, fungua lango la Korea, fungua lango la Wachina, fungua lango la watu wa kudhamini, fungua watu wafanya biashara watakayefanya biashara na wewe. Fungua lango hilo la parabo shapa, lango la msaada, lango la afya, lango la msaada, lango la nyumba, lango la amani, lango la baraka. Fungua reparabo shapa, eketerebo shapa, Baba, nafungua hilo lango kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, lango la mafanikio, lango la watu kanisani, lango la biashara, lango la mafanikio, lango la kuinuka, lango la mataifa. Ina marabo shapa, ni mwaka kupanua mipaka. Nafungua lango la kimataifa, watu wa kimataifa, wazungu na Waarabu. Ina marabo shapa, nafungua mlango huo kwa damu ya Yesu. Lango la ndoa, reparabo shapa, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Fungua, pray, reketerebo shapa, kwa damu ya Yesu. Ina marabo shapa, in the name of Jesus. Sema tena, in the name of. Sema amen. Sema tena amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Imekuwa leo. Imekuwa leo. Malango yako wazi. Malango yako wazi. Watu wote wa baraka ninawaleta kwenye maisha yangu. Sema njoo. Sema njoo. Wafanya biashara, wafanya kazi, wafanya kazi, wazungu, Waarabu, wa China, wa Korea, wa Tanzania, wa Kenya, wa Kongo, wa Nyarwanda, Waganda, wa South Africa, wa Afrika wote, wazungu wote, kila mtu tunawaleta hapa. Sema njoo. Hebu pigie Yesu makofi. Isubmiti sadaka yako madhabahuni. Neema hiyo itembee kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. 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 Makofi. Nisikie makofi lejana vigeregere.